Umbo la mdomo wako linazungumza kila kitu kuhusu wewe, siri nzito usizozijua. Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengi wana midomo minene? Wengine mdomo wa juu mkubwa kuliko wa chini, na wengine kona za midomo yao huonekana kwamba wanatabasamu muda wote. Watu wengi huamini kuwa maumbo haya yanaweza kuashiria aina fulani ya haiba au namna mtu anavyojieleza. Lakini kabla ya kuendelea, ni muhimu kufahamu jambo moja: hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kuwa umbo la mdomo linaweza kutabiri kwa uhakika tabia ya maisha ya mtu. Maelezo haya yanatokana zaidi na imani maarufu, tafsiri za watu na mitazamo ya kijamii. Moja, midomo minene. Watu wenye midomo minene mara nyingi huchukuliwa kuwa wenye upendo, huruma na uwezo mkubwa wa kuonyesha hisia zao. Mara nyingi huonekana kama watu wanaopenda kushirikiana na wengine, kusaidia marafiki na familia na kufurahia mahusiano ya karibu. Wengine wanaamini pia kuwa watu hawa hujitahidi kuhakikisha wale watu wanaowazunguka wanajisikia salama na kuthaminiwa muda wote. Mbili, midomo midogo. Midomo midogo mara nyingi husishwa na watu wanaopenda utulivu na faragha. Inaaminika kuwa wanaweza kufikiri sana kabla ya kuzungumza na hawapendi kutoa siri zao kirahisi. Hata hivyo, hili halimaanishi kwamba hawapendi watu. Mara nyingi hujenga urafiki wa kweli na wa kudumu. Tatu, mdomo wa juu mkubwa kuliko wa chini. Katika tafsiri nyingi za haiba, watu wenye umbo hili huonekana kuwa wabunifu, wenye ndoto kubwa na wanaopenda kufanya mambo kwa njia tofauti. Mara nyingi huonekana kuwa na mawazo mapya na uwezo wa kushangaza watu kwa ubunifu wao. Nne, mdomo wa chini mkubwa kuliko wa juu. Baadhi ya watu huamini kuwa umbo hili linaweza kumfanya mtu anayependa maisha ya vitendo na uzoefu halisi. Anaweza kufurahia kusafiri, kujifunza mambo mapya na kujaribu shughuli tofauti. Huonekana pia kuwa mtu anayechoshwa haraka na maisha ya kurudia jambo lile lile kila siku. Tano, midomo inayofanana kwa uwiano. Watu wenye midomo yenye uwiano mzuri mara nyingi huonekana kuwa watulivu na wenye uwezo wa kusikiliza maoni ya wengine. Inaaminika kuwa hupenda kufanya maamuzi, kufikiria pande zote kabla ya kuchukua hatua. Sita, kona za midomo zinazoonekana kutabasamu. Baadhi ya watu hata wasipotabasamu, kona zao za midomo yao huonekana zimeinuka. Watu wa aina hii mara nyingi huonekana kuwa wachangamfu na wenye kuwapa wengine matumaini. Mara nyingi huvutia marafiki kwa sababu ya sura yao yenye ukarimu. Saba, kona za midomo zinazoshuka. Kuna watu ambao kona za midomo yao huonekana kushuka kidogo. Wengine wanaweza kutafsiri kama watu wakali, lakini mara nyingi hiyo ni sura ya kawaida tu. Kwa kweli wanaweza kuwa wapole na wenye upendo mkubwa. Huu ni mfano mzuri jinsi muonekano pekee unavyoweza kueleza tabia ya mtu. Lugha ya mwili muhimu zaidi. Badala ya umbo la mdomo pekee, wataalamu wengi wa mawasiliano huonyesha kuwa namna ya mtu anavyotabasamu, kuzungumza, kuangalia wengine na kutumia sauti yake huwa na mchango mkubwa zaidi katika jinsi watu wanavyomwelewa. Tabasamu la dhati linaweza kujenga urafiki, kuonyesha heshima na kuonyesha kuaminiana kuliko umbo la mdomo lenyewe. Je, vinasaba vina mchango gani? Kwa kiasi kikubwa, umbo la mdomo hurithiwa kutoka kwa wazazi kupitia vinasaba. Pia umri wa afya, mazingira, hata mtindo wa maisha vinaweza kubadilisha muonekano wa midomo kadri miaka inavyopita. Hivyo, tofauti za umbo ya midomo ni sehemu ya utofauti wa kawaida wa binadamu. Kwa nini tunapenda kutafsiri nyuso za watu? Binadamu wamekuwa wakijaribu kuelewa wengine kuangalia sura zao kwa maelfu ya miaka. Hata hivyo, tafiti zinaonyesha kuwa mara nyingi ukosea wanapohukumu tabia ya mtu kwa kuangalia muonekano wake pekee. Ndio maana ni muhimu kumfahamu mtu kupitia matendo yake, mazungumzo, jinsi anavyoishi na wengine badala ya kutegemea umbo la uso au mdomo. Hitimisho,
Umbo la mdomo linaweza kuwa na sehemu ya pekee ya kila mtu na lina uwezo wa kuhusishwa na tafsiri mbalimbali katika tamaduni tofauti. Hata hivyo, hakuna njia ya kuamua au hakika tabia ya uaminifu, akili na mafanikio ya mtu kwa kuangalia umbo la mdomo peke yake. Kumbuka, kinachomfanya mtu kuwa wa kipekee si umbo la mdomo peke yake, bali ni moyo wake, maamuzi yake, maadili yake na matendo yake kila siku. Je, wewe una umbo gani la mdomo? Na wewe unadhani maelezo haya yanaendana na haiba yako? Andika maoni yako. Usisahau kulike video, kushare na kujiunga na chaneli hii ili kuendelea kupata muda mwingine wa kujifunza zaidi, maana mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana na utojutia MB zako. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko na kuaga kwa heri.